Hello everyone, na karibu kwenye muktasari wa soko la hisa na dhamana kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 14 Novemba. Utakuwa nami Anastasia Dafi, Advisory Officer kutoka Zan Securities. Kianza na soko la hisa, kumekuwa na ongezeko kidogo katika mauzo. Mauzo yameweza kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 5.604, sawa sawa na ongezeko la 9.79. Na kampuni zilizochangia zaidi katika mauzo haya ni kama vile CRDB, DSE na Afriprice. Na katika kampuni zilizoongezeka thamani kwa wiki iliyopita ni kama vile Mwalimu Commercial Bank aliyofunga wiki kwa bei ya 440, sawa sawa na ongezeko la 18.92. Tatepa alifunga wiki kwa bei ya 500, sawa sawa na ongezeko la 11.11, na Maendeleo Bank alifunga wiki kwa bei ya 700, sawa sawa na ongezeko la 6.87. Top losers kwa wiki iliyopita ni kama vile Precision Air aliyefunga wiki kwa bei ya 290, sawa sawa na punguzo la 12.12. Mkombozi Commercial Bank aliyofunga wiki kwa bei ya 2550, sawa sawa na punguzo la 8.6. na Tanzania Cigarette Company alifunga wiki kwa bei ya 9940, sawa sawa na punguzo la 7.79. Na tukiamia katika soko la hati fungani, yani debt market, soko la awali, Jumatano tarehe 12 Novemba, BOT aliingia sokoni ili kufanya mnada wa kuuza hati fungani ya serikali ya miaka 15 ambayo inatoa riba ya 12.75, punguzo kutoka 14.5. Subscription rate katika mnada huu ilikuwa 552.92, kiwango cha juu zaidi tangu Julai mwaka 2024. Mahitaji ya wawekezaji yamebaki kuwa makubwa sana hata baada ya kushuka kwa coupon. Hii inaonyesha uaminifu mkubwa kwa hati fungani za serikali kama uwekezaji salama. Bei elekezi, yani minimum successful price, imeanguka kutoka 110.3165 ya mwezi Agosti hadi kufikia 104. Wastani wa riba, yani weighted average yield, umepungua kwa 1.8276 kutoka 13.907 hadi kufikia 12.0794. Na tukimalizia na secondary market activities, kumekuwa na ongezeko katika mauzo kwa zaidi ya 57%, mauzo yakiongezeka hadi kufikia shilingi za Kitanzania bilioni 70.6308. Na hati fungani zilizoongoza katika mauzo kwa wiki hii ni kama vile hati fungani za miaka 20, miaka 25 na miaka 15.